Mpendwa mtazamaji, ni Dominika ya pili ya kipindi chetu cha Kwaresma, kipindi ambacho kinatuelekeza katika safari ya Bwana wetu Yesu Kristo inayobanishwa kwa mateso, kifo na hatimaye ufufuko na utukufu wake. Tukiwa basi katika hali hiyo ya kuendelea na mfungo wetu wa Kwaresma, tafakari yetu katika Dominika hii ya pili inatoka katika somo la kwanza, somo la kitabu cha Mwanzo sura ya 12 aya ya kwanza hadi aya ya 4a. Pia tutasikia somo la pili, somo la waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya kwanza aya ya 8b hadi aya ya 10. Pia basi somo letu la Injili siku hii ya leo itatoka katika mwinjili Mathayo sura ya 17 aya ya kwanza hadi aya ya 9. Karibu tusikilize Injili. Yesu akawatwaa Petro na Yakobo na Yohane nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani, akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Eliya wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe, kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya. Alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likawatwia uvuli, na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifudifudi, wakaogopa sana. Yesu akaja akawagusa akasema, inukeni wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akasema, msimwambie mtu yeyote habari ya maono hayo, hata Mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, tuitafakari basi safari yetu hii ya Kwaresma, ikiwa basi ikiongozwa na ujumbe wa neno la Mungu kwenye masomo ya Dominika hii ya leo, ambayo basi yote kwa ujumla tunaondoka na wazo kuu moja tu. Kila mmoja anapaswa basi kushuka mlimani na kwenda bondeni, ili basi ndilo wazo tutakalotuongoza siku hii ya leo. Mpendwa, kushuka mlimani ni kuachana na mambo yote ambayo basi kwa namna moja au nyingine yametupa utukufu kiasi kwamba tumewasahau hata watu wengine, watu wenye matatizo na watu wenye shida. Kushuka mlimani ni kuachana na mambo yale yanayokufunga ushindwe kumkaribia Mwenyezi Mungu na hata kutangaza utukufu wake kwa watu wa mataifa mengine. Kushuka mlimani ni kujinyenyekesha na kuachana na mambo na ukubwa na ubinafsi, ili kurudi kuwa sawa na watu wengine, na hatimaye basi utangaze yale mema ambayo Mungu amekujalia katika maisha yako. Kwenye somo la kwanza tulilosikia, somo la kitabu cha Mwanzo, tumesikia habari ya babu yetu Abrahamu. Yeye aliitwa na Mwenyezi Mungu kuacha ndugu zake, kuacha jamaa zake, kuacha rafiki zake na kwenda mahali ambapo hata yeye mwenyewe pia hakuwahi kupajua na wala hakufahamu wapi anaenda. Lakini basi ilimpasa kufanya maamuzi magumu, aachane na hao ndugu zake, aende pale ambapo Mungu amemwagiza aweze kwenda. Mpendwa katika Kristo, somo hili basi limetupa fundisho kubwa sana katika maisha yetu, likitutaka basi kuangalia yale mambo ambayo yametufanya basi tushindwe kusikia sauti ya Mwenyezi Mungu. Kuna mambo mengi katika maisha yetu ambayo tukiang'ang'ania sana yanatufanya basi tushindwe kusikia sauti ya Mungu, sauti yenye wito wa kututaka tutoke mahali fulani kwenda mahali pengine kwa ajili ya kutangaza utukufu wa Mwenyezi Mungu. Habari basi ya babu yetu Ibrahimu, ilimpasa atoke kwenye nchi yake mwenyewe aende mahali pengine
ambao basi Mungu alimwahidia kumfanya kuwa taifa kubwa. Kumbe basi na sisi tukisikia sauti ya Mungu kisawasawa na tukakubali kuondoka tulikokuwa na kufuata maelekezo ya Mwenyezi Mungu, ama kwa hakika siku moja Mungu atatufanya kuwa taifa kubwa. Abraham basi ilimpasa afanye maamuzi mazito katika maisha yake ili basi aachane na hao watu wake wa karibu sana, ambayo katika hali ya kawaida kwa kweli inakuwa ni ngumu. Nasi kwa mtindo basi tunaalikwa kutoka katika mazoea ya dhambi ambayo kwa namna moja au nyingine yametufanya tushindwe kuisikia sauti ya Mwenyezi Mungu, kutoka kwenye mazoea ya kidunia hii, kwenye mambo ya ulimwengu huu ambayo basi yametukusanya kiasi kwamba yamefunga mioyo yetu na hata kushindwa kujifunua mbele ya Mwenyezi Mungu ili kuweza kupokea utukufu ambao tunautamani sana. Mpendwa katika Kristo, somo la pili, somo la waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo. Alimwandikia Timotheo akielezea kuhusu habari za Kristo mteseka. Somo hili linaonyesha nguvu ya kuteseka. Somo hili la Mtume Paulo linaonyesha namna gani akiwa gerezani na anahimiza Timotheo aliyemhubiri chipukizi, Timotheo askofu kijana wa Efeso, Timotheo aliyeitwa kupewa neema ya Mwenyezi Mungu na kuwa mikononi mwa Paulo mwenyewe, ili basi katika maisha yake hata mara moja asikatishwe tamaa na kurudi nyuma kiimani. Mtume Paulo anafahamu kwamba katika utume wake Timotheo atapitia shida nyingi, katika utume wake Timotheo atapitia mateso mengi, lakini basi anamuhimiza na anamsisitiza, akimtia moyo hata asikate tamaa, ili basi aweze kufikia utukufu wa Yesu mfufuka. Nasi basi katika maisha yetu, katika kazi zetu za kila siku, katika basi masomo yetu, katika familia zetu, katika jamii zetu tunazoishi, tunakutana na mateso na magumu na makwazo ya kila aina ambayo kwa kweli basi usipokuwa makini yanaweza kukurudisha nyuma kiimani na hata basi ukashindwa kufikia ule utukufu. Mpendwa katika Kristo, kwa maelezo haya ya Mtume Paulo inaonyesha wazi kwamba ili kuweza kufikia utukufu lazima kukubali kwanza kupokea mateso. Hiyo basi ndio njia pekee ya kuweza kufikia utukufu ambao basi utakufanya uweze kumshangilia Mwenyezi Mungu katika hali safi ya kimioyo, hali safi ya maisha yetu, tukiwa basi na nia hiyo ya kuweza kuacha dhambi. Hivyo basi, moja, tusikubali mateso na shida za ulimwengu huu zikakukatisha tamaa. Lazima kusimama imara, kumshinda shetani, kushinda majaribu ambayo basi yanakuja tu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unarudi nyuma kiimani na kuweza kupoteza dira yako kiroho na kumsahau Mwenyezi Mungu. Kwenye somo hili la pili, Mtume Paulo anatufundisha kuwa utukufu wa Kristo hauondoi mateso, bali unatupa nguvu ya kuyakabili, kwani Kristo mwenyewe abatilisha mauti na pia akatupa uzima. Kwa basi hatuna namna, lazima kuyakubali mateso na kuyakabili, lakini basi tukiwa na imani kubwa na ujasiri mkubwa, ama kwa hakika tutayashinda na tuweze basi kufikia utukufu ambao basi Kristo mwenyewe aliufikia na ambao basi kila mmoja na utamani kufikia katika maisha ya kiroho, maisha ambayo tunayatamani sana. Na pia katika somo la Injili tulilosikia ambalo pia ndilo limebeba dhana kuu siku ya leo, limebeba ujumbe mkubwa siku ya leo juu ya kushuka mlimani. Somo hili linaelezea juu ya kugeuka sura kwa Bwana wetu Yesu Kristo katika mlima Tabor, ambapo yeye akiwa na wanafunzi wake wale watatu akiwa kule aligeuka sura na wanafunzi walionjeshwa ule utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa basi katika mlima Tabor lilitokea tukio la Yesu Kristo kugeuka sura, ambalo kwa kweli ni kielelezo wazi kwa wanafunzi wake kwamba mateso na utukufu vinaambatana. Ndugu zangu, hebu basi tulitafakari kwa kina na kwa kifupi tukio hili la Yesu kugeuka sura huko na yaliyotokea hapo mlimani. Katika Injili tumesikia kwamba Yesu aligeuka sura mbele ya wanafunzi wake, yaani Petro, Yakobo na Yohane. Lakini Yesu yule yule ambaye walikaa naye kwa miaka kadhaa
kwa siku hii ya leo wanamshangaa pale mlimani alipogeuka sura. Sisi basi kwenye tukio hili linatuonyesha basi mfano mzuri wa utukufu ambao tutaupata mara baada ya maisha ya hapa duniani. Mitume wanapomtazama Yesu wanamuona amebadilika kabisa, na hata basi wakaingiwa na tamaa, na tukamsikia Petro akiomba kujenga vibanda vitatu na yeye mwenyewe akiwa amejisahau. Lakini basi katika maisha ndivyo basi ilivyokuwa, kwa sababu ya ile hamu na ule utukufu ulivyokuwa mzuri, ukamfanya Petro basi aone namna gani anatamani kubaki pale juu mlimani, aendelee kuona ule utukufu katika maisha yake yote. Lakini Yesu anapinga na anawaambia kwamba lazima sasa kushuka kwenda kuhakikisha tunafika na kuhakikisha tunahamasisha watu wote na wenyewe basi wabadilike, wamrudie Mwenyezi Mungu, waje waonje huo utukufu ambao Yesu ameuonyesha pale mlimani. Mitume wanastaajabu na kuvutiwa na ile hali ya utukufu wa pekee ambao Kristo aliwaonjesha kwa muda mfupi. Kumbe katika tukio hili la Kristo kugeuka sura, walitokea pale Musa na Eliya wakiwa wanazungumza naye. Lakini basi kiini cha mazungumzo haya kilikuwa ni nini? Basi kila mmoja anaweza kafahamu kujiuliza kiini cha mazungumzo kilikuwa ni nini. Na mwinjili Luka peke yake ndiye anatujulisha ni kwamba walizungumza juu ya kifo cha Yesu Kristo na mateso ambayo yalikuwa yanaelekea kwenda kumpata katika Injili ya Luka sura ya 9 aya 31. Basi kwa upande mwingine, uwepo wa hao wawakilishi wa Agano la Kale hutoa ushuhuda wa kisheria na manabii na kwamba sheria na manabii vinapata utimilifu katika Yesu Kristo mkombozi kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake. Kitu kingine cha kutazama kwa makini kinachoambatana na tukio la Yesu kugeuka sura ni ile sauti iliyosikika katika wingu. Kwa Wayahudi, wingu lilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu na utukufu wake. Kwa basi katika mazingira mengi, katika maeneo mengi, katika safari ya wana wa Israeli, tumeona basi Mungu alijitokeza katika wingu basi ili basi kuweza kuongea na watu wake. Alimtokea Musa kule mlimani katika wingu, lakini basi hata siku ile ya ubatizo wingu lilishuka na sauti ikasikika tena. Wapendwa katika Kristo, tunasoma katika maandiko matakatifu kwa wana wa Israeli wenyewe pia waliongozwa na wingu kule jangwani. Wingu lilifunika hema ya kukutania. Pia Musa alipokea amri 10 za Mwenyezi Mungu juu ya mlima uliofunikwa na wingu. Kwa jinsi hii basi inaonyesha bayana utukufu wa namna gani aliokuwa nao kama Masia na ni njia ipi aliyopaswa kuifuata ili kila mwanafunzi anayekusudia kumfuata yeye kama mwalimu wake. Na sauti iliyosikika kutoka katika wingu jeupe ndiyo sauti ya Mungu Baba iliyokuwa ikimtambulisha Kristo kwa wale mitume na ikiwataka mitume waisikie na waifuate sauti hiyo. Ndio basi mara baada ya Petro kusema tujenge vibanda vitatu na Yesu akawaamuru washuke, wakashuka na akawaambia mambo haya watu wengine wapasi kuyajua hata mwanadamu atakapofufuka. Mpendwa katika Kristo, tukio hili lililotokea leo huko mlimani Tabor, kwa vijana wa kisasa wangeweza kama kusema ni kama vile kuchaji betri. Pale inapoonekana betri yako imeisha, lazima upate muda wa kwenda kuichaji ili uendelee na mazungumzo kama ni simu, lakini basi ili uendelee na mambo mengine kama betri itatumika kwa ajili ya shughuli zingine. Kwa basi mitume kwa kufika pale mlimani betri zao zilichajishwa na wakapata nguvu kiroho. Sasa Kristo anawaambia tushuke, twende tukatangaze sasa hayo mambo matukufu ya Mwenyezi Mungu. Tushuke, twende sasa tukaponye, tushuke, twende kwa watu mbalimbali ili basi kumfanya Mwenyezi Mungu atambulikane kwa kila mtu. Nasi basi katika maisha yetu kipindi hiki cha Kwaresma kitusaidie basi kuchajisha betri zetu za kiroho, ili basi mara baada ya kipindi hiki cha Kwaresma betri zetu zikiwa zimejaa, tuweze sasa kwenda mahali popote na kuweza kumtangaza Kristo katika hali ya ukamilifu. Mitume mara baada ya kushuka mlimani walienda sasa kutangaza habari njema ya Injili. Lakini sisi kipindi hiki cha Kwaresma tushuke sasa, tuondoke katika hali hii ambayo utukufu tumeiona
twende sasa kwa wahitaji tukawasaidie. Twende sasa kwa watu wenye matatizo mbalimbali tuweze kuwainua tena. Na hiyo basi ndiyo dhana ambayo Kristo leo anatufundisha katika somo hili la Injili. Hakuna kubaki mlimani. Tushuke, twende kwa watu wenye shida mbalimbali tuweze kuwasaidia. Tushuke, twende kwa wahitaji tuweze kuonyesha upendo na ukarimu. Tuonyeshe wema ambao Mwenyezi Mungu ametutendea katika maisha yetu, ili basi hata hao watu wengine waweze kuona namna gani tumekuwa karibu na Mwenyezi Mungu na hata Mungu basi ameweza kutuokoa. Ama kwa hakika tukio la Yesu kugeuka sura, wafuasi wake walitiwa moyo sana. Na sisi basi kipindi hiki cha Kwaresma kitutie nguvu, kitutie moyo ya kuweza kuendelea kusimama imara katika imani, ya kuweza kuendelea kuziishi vema nguzo za kipindi hiki cha Kwaresma, yaani kufunga, kusali na kutoa sadaka, majitoleo ya kweli itakayotusaidia basi kutengeneza hali zetu za kiroho na kuweza kuungana tena na Mwenyezi Mungu katika hali nzuri, hali ya kiimani, na kutembea nayo hata kufikia utukufu. Mpendwa katika Kristo, tukio hili la Kristo kugeuka sura alionyesha wazi wafuasi utukufu atakaopata baadaye. Kwa basi kwa kupitia mateso, kifo na ufufuko, hali hiyo ya utukufu iliwavutia sana wafuasi wake na kuwafanya wayapokee mateso ya Kristo kadiri ya mpango wa Mungu Baba. Wakawa tayari kumfuata Kristo katika njia hiyo ya mateso. Sisi nasi tukijua kuwa kuna utukufu wa Mungu, basi baada ya Kwaresma hii tusiendelee kubaki mlimani. Mpendwa mtazamaji, lazima ushuke, yaani uingie sasa katika maisha ya watu na kuwashuhudia juu ya habari ya utukufu watakaopata mara baada ya mateso na vikwazo na majaribu wanayopitia katika ulimwengu huu. Basi ni mwaliko kwetu sote kwa imani kuu tuvumilie mateso na masumbuko ya kila siku ambayo kwa kweli yanatokea katika familia zetu. Tunashuhudia siku hizi familia nyingi zinapata shida, zinapata matatizo. Kipindi hiki basi cha Kwaresma kiwe basi ndio kipindi cha kuweza kupokea hizo nguvu za kiroho zitakazosaidia basi tuweze kuvumilia mateso na matatizo tunayopitia katika familia zetu, na hatimaye basi tuweze kuona utukufu wa Mwenyezi Mungu. Lakini basi kwenye kazi zetu kuna matatizo mengi sana. Kumbe hata kazini kwako ambako unapata shida na mateso, leo basi Kristo anakualika lazima kukubali kuendelea kuvumilia hayo mateso unayopitia kazini kwako, hizo shida unazopitia kazini kwako, hatimaye basi uweze kupokea utukufu ambao utakuja hapo baadaye. Tena basi kwa kupokea mateso na shida na matatizo ya ulimwengu huu, Mungu mwenyewe atakuinua na kukuweka mahali pa juu ili uweze sasa kuona huo utukufu ambao leo mitume waliushuhudia pale mlimani Tabor. Wapendwa katika Kristo, hatutakiwi basi kujenga vibanda mlimani. Leo Kristo anatufundisha lazima kushuka tuvifate basi vile vibanda vyetu kule bondeni, tukavisafishe. Hali zetu mbaya za kiroho tuzisafishe kipindi hiki cha Kwaresma, ili basi tuweze kuwa Wakristo kweli, Wakristo safi, wenye hofu ya Mungu, na daima basi wanaopenda kutembea katika njia za Mwenyezi Mungu. Kila mmoja ana kibanda chake ambacho amekiacha bondeni. Lazima kuhakikisha kwamba unashuka bondeni kusafisha kibanda chako, ili basi uweze kutembea na Bwana wetu Yesu Kristo. Baba wa familia, mama wa familia, nenda safisha kibanda chako. Hakikisha familia yako inaishi kwa kumpendeza Mwenyezi Mungu, ili uweze basi kutembea katika njia ya Mwenyezi Mungu, na familia yako basi ijawe utu wema, moyo wa huruma na yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu, na hatimaye itembee katika njia ya Mwenyezi Mungu. Mwanafunzi, na wewe una kibanda chako umekiacha huko bondeni, hakikisha sasa unashuka ili kusafisha kibanda chako, na hatimaye basi kwa masomo yako uweze kufanikiwa kisawa sawa. Kumbe kila mmoja ana kibanda chake katika maisha. Hakikisha hukiachi kibanda chako, na hakikisha haujengi kibanda kingine mlimani. Shuka, kasafishe kibanda chako, na hatimaye basi uweze kupokea utukufu ukiwa katika kibanda chako wewe mwenyewe. Kwa basi Kwaresma hii inatupa nguvu ya kiroho ya kusafisha vibanda vyetu na kuhakikisha kwamba tunaviwekea mazingira mazuri, ili basi hata hatimaye watu wengine wapende na waone basi namna gani nguvu hii ya Kwaresma imetusaidia kuwa Wakristo waliobadilika kiroho, Wakristo waliokuwa na nguvu kiimani, ili basi tuweze kufikia utukufu wa Mwenyezi Mungu.
Mpendwa mtazamaji, wakati huu wa Kwaresma tujitahidi basi kumfuata Kristo katika njia ya msalaba. Tushiriki kisawasawa ibada zote za kipindi hiki cha Kwaresma ambazo kwa kweli zinatuandaa kiroho katika kuelekea kusherekea sikukuu kubwa ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, ili basi tuweze kupata neema ambazo tunazihitaji. Baada ya kipindi hiki cha Kwaresma lazima tuhakikishe kwamba tunaishi yale yote ambayo Mama Kanisa anatufundisha tuyaishi kipindi hiki cha Kwaresma, ili tuweze kupokea ule utukufu utakaokuja hapo baadaye. Tunapaswa sasa kila mmoja kuhakikisha kwamba unachukua hatua, unaangalia maisha yako tangu tuanze Kwaresma mpaka leo hii, namna gani umebadilika kiroho kumrudia Mwenyezi Mungu. Tangu tuanze Kwaresma mpaka leo hii, namna gani moyo wako umekubali kutembea na Mwenyezi Mungu ili kuweza kufikia utukufu. Kama bado, ni muda sasa wa kuchukua hatua. Ni muda sasa wa kuhakikisha unashuka mlimani ulikokuwa, unaenda bondeni na kuhakikisha unasafisha vibanda vyako na kutangaza utukufu wa Mwenyezi Mungu na kutangaza habari njema ya Mwenyezi Mungu, ili kuwavuta wote waweze kuona huo utukufu ambao tumeushuhudia kipindi hiki cha Kwaresma, ili waweze kuona utukufu ambao Kristo kupitia imani yake ametukabidhi katika maisha yetu ya kiroho, na watu wote basi wapate hamu ya kumrudia Mwenyezi Mungu. Tunaalikwa basi siku ya leo, kila mmoja kwa nafsi yake, keti chini, umuombe Mwenyezi Mungu akujalie ujasiri, akujalie nguvu ya kuweza basi kuyapokea mateso ya kipindi hiki kwa imani kubwa, kutambua kwamba ili tuweze kupata utukufu lazima kuyakubali kwanza mateso na matatizo tunayopitia kipindi hiki, ili Mungu sasa aweze kutuinua na kutuweka mahali pa juu. Nikutakie Dominika njema na akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.